Akikabidhi mbegu hizo, mkuu wa mkoa wa Singida Mheshimiwa Halima Dendego ametuambia umuhimu wa zao la dengu kwa mkoa wa Singida. Zao la dengu katika mkoa wa Singida limeibuka tena kuwa dhahabu ya pili ya kijani, kwa sababu lilianza kama mchezo, lakini mwaka hadi mwaka tunaona namna gani linavyoweza kuongezeka na kutuongezea mapato mengi yanayotokana na dengu au na kilimo katika mkoa wetu, kuanzia ngazi ya kaya mpaka ngazi ya mkoa. Kwa msimu uliopita tulizalisha takribani tani 22,000 na zaidi ya bilioni 33 ziliingia katika mkoa wa Singida. Wasisitiza wasimamizi wote wa kilimo mkoa wa Singida kufika mashambani na kuongeza tija ya uzalishaji na maendeleo kwa ujumla. Lakini niwaombe watendaji, kipindi hiki ni kipindi cha kilimo. Ninaomba sana nyinyi ndio wasimamizi wakuu, nendeni mkawasimamie kwa karibu maafisa ugani, wawe mashambani, wakawasimamia wakulima namna ya kupalilia mashamba, namna ya kuweka mbolea ili uzalishaji uwe mwingi katika mazao yote. Kwa upande wake, meneja wa Kopra kanda ya kati Andrew Mgaya, ambao pia ndio waliotoa mbegu hizo, anatuambia kiasi gani cha mbegu kimetolewa mkoa wa Singida. Kama Kopra, kutokana na mauzo ya mfumo wa stakabadhi za ghala wa mwaka wa 24-25, kutenga fedha kwa ajili ya kununua mbegu za dengu, choroko, ufuta. Itigi watapata kilo 1200, Mkarama kilo 600 na manispaa kilo 200, na halmashauri nyingine zilizobaki zitapata kilo 500. Kwa upande wa maafisa ugani, nao wametuambia taswira zao baada ya upatikanaji wa mbegu hizo. Kutakuwepo na tofauti mkubwa sana kati ya mbegu hizi na za mwanzo, kwa sababu mbegu hizi kwanza ni mbegu bora kulinganisha na zile mbegu za zamani. Zile mbegu za zamani mkulima alikuwa tu anachukua mbegu anazolima kila siku anakwenda kupanda, lakini hizi za sasa hivi zimeboreshwa na zimeletwa maalum kwa ajili ya uzalishaji wa dengu. Hapo awali hatukuwa na mbegu zilizothibitishwa ubora wake na wenzetu wa Kopra. Hawa tunashukuru wametuletea hizo mbegu, tunakwenda kuzalisha, na hii inakwenda kuwa tiba kupata mazao yaliyokuwa bora zaidi kulinganisha na hapo nyuma ambapo hatukuwahi kufikia.